Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia ambacho kinakuja kwako kila wiki kutoka hapa Tosi TV Network. Wiki tena upo nami Baraka Tosi, na tupo katika somo la 6 ambalo lina kichwa kinachosema kumtumainia Kristo pekee, kumtumainia Kristo pekee. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa wasaa huu. Muda huu tunavyoichunguza maneno yako, fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wafilipi 3 fungu la 10 na 11. Neno la Mungu limeandikwa, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Juma hili tunaangalia katika Wafilipi 3. Na katika kitabu cha Wafilipi 3 tunakutana na changamoto kubwa ambayo Paulo anakutana nayo, na hii ni kujihesabia haki kwa matendo. Kimsingi watu katika kipindi hicho walikuwa wanadhani kwa kufanya matendo yao mema basi yanawastahilisha, au kwa namna nyingine kuna kaida au taratibu fulani za kitamaduni ambazo walikuwa wakizifanya, ambazo zilishapitwa na wakati kutokana na kifo cha Yesu pale msalabani, ambazo walikuwa wanaendelea nazo na kuwafanya watu wateseke kwa sababu ya hizo kaida mbalimbali zinazowazuia mataifa kuingia katika dini, na mojawapo ilikuwa ni tohara. Kwa hiyo ilikuwa mtu ambaye hajatairiwa, anatengwa, anaonekana hafai, mtu asiyefaa kabisa. Lakini Paulo alihitaji kuwafundisha ya kwamba watu wanahesabiwa haki kwa imani na sio kwa matendo mengi ambayo wanapambana kuyafanya katika sheria, hata kujikita katika kuweka vipaumbele vyao kutumainia mwili. Juma hili tutakuwa na mada kadha wa kadha ambazo tutaziangalia, na mada ya kwanza itakuwa kufurahi katika Bwana, lakini mada ya pili itakuwa maisha ya zamani ya Paulo, na mada ya tatu itakuwa mambo yaliyo muhimu. Mada nyingine itakuwa imani ya Kristo, na mwisho kabisa tutaangalia jambo moja tu, kumjua Kristo. Tukianza na mada ya kwanza kabisa, inasema kufurahi katika Bwana. Unaposoma katika kitabu cha Wafilipi 3 fungu la 1 hadi la 3, Paulo anaanza vizuri kabisa kwa kuambia watu kwamba wafurahi katika Bwana siku zote, na anaendelea kutoa sababu kadhaa hapa za kwa nini mtu yeyote anapaswa kufurahi katika Bwana. Hii furaha inapatikana tu kwa kuto kuutumainia mwili. Lakini kuna maonyo kadhaa hapa ambayo Paulo anayatoa, na haya maonyo yamejikita katika onyo kubwa moja linalosema jihadharini. Na anapoeleza katika kitabu hiki cha Wafilipi 3 anasisitiza hili neno zaidi ya mara 3 kwa kusema jihadharini, jihadharini na jihadharini mara 3. Na neno katika Biblia linavyotajwa mara nyingi au mara 2 au zaidi, hii humaanisha msisitizo, yani lile neno ni la msingi sana. Kwa hiyo Paulo alivyokuwa anawaeleza hawa watu kwamba wajihadhari, 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 na alichokuwa anawaambia wajihadhari kwacho ni mbwa, na mbwa katika Biblia ni walimu wa uongo. Alikuwa anajikita kuwakumbusha kwamba wajihadhari, wajihadhari sana na walimu wa uongo. Na hawa anawaeleza kwa namna 3 tofauti. Namna ya kwanza ni kwamba watu waovu wanaopinga dini katika Israel, lakini pia watendao mabaya. Na hawa walimu katika kipindi hichi, hasa katika maeneo ya Galatia, walikuwa wanalazimisha watu wafanye tohara kinyume na maamuzi ya baraza. Baraza la mitume lilikuwa ni baraza ambalo lilikuwa linakaa na kukubaliana mambo yote ambayo ndiyo yatakuwepo katika kanisa la awali. Kwa hiyo yalipokuwa yamewekwa hayo mambo, hawa walimu wa uongo wakawa wanaendelea, wanawanyanyasa, wanawatenga watu ambao hawajatahiriwa, tofauti na baraza ambavyo lilikuwa limekubaliana.
Lakini Paulo anaendelea kwa kutuambia sababu kadhaa hapa, sababu 7 ambazo zatufanya tuwe na furaha. Yaani sababu 7 ambazo zinatufanya tuwe na furaha. Moja ni kupokea fadhili za Mungu. Lakini 2 ni kuweka tumaini kwa Mungu. Yaani tunavyofahamu kwamba tumaini letu liko kwa Mungu, hilo tu linatosha kutupa furaha. Lakini jambo la 3 ni kupokea baraka za wokovu. Jambo la 4 ni kukubali sheria ya Mungu kama mtindo wa maisha. Lakini jambo lingine ni kujumuisha Sabato katika maisha yetu. Jambo lingine ni kuliamini neno lake, na mwisho kabisa ni kulea watoto wacha Mungu. Haya mambo 7 yanatakiwa kutupatia furaha siku kwa siku kila kunapokucha. Mada nyingine inasema maisha ya zamani ya Paulo. Katika juma hili tunaangalia pia Paulo akieleza habari zake, na anaeleza ya kwamba yeye alikuwa, hasa ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 3 fungu la 4 hadi la 6, anajielezea vizuri kabisa ya kwamba yeye alikuwa Myahudi, lakini sio Myahudi tu, aliyekuwa amefundishwa vizuri na mwalimu mmojawapo wa Paulo alikuwa anaitwa Gamalieli. Gamalieli ni kati ya walimu waliozuia watu kuwapiga mitume, kwa sababu akasema akawaambia Mafarisayo au walimu wenzake ya kwamba kama hawa watu wametoka kwa Bwana au Mungu amewawezesha, hakuna mtu ambaye ataweza kuwanyamazisha. Aliwahi kusema kitu kama hicho. Kwa hiyo huyu Gamalieli alikuwa ni kati ya walimu mashuhuri kabisa katika Israeli ya zamani, na ndiye aliyemfundisha Paulo. Na Paulo anaeleza ya kwamba katika kile alichokuwa anakiamini alikuwa vizuri kabisa katika kukitenda, na kwa kweli alikuwa anapambana kuwapinga wanafunzi wa Yesu, kwa sababu aliamini hivyo ndivyo dini inavyotaka. Lakini kumbe alikuwa tofauti kabisa na hakuwa sahihi. Lakini siku ambapo mwanga wa Mungu ulimtokea huyu Paulo akiwa anaelekea Dameski kuangamiza watu wa Mungu au wale waliokuwa wakimhubiri Yesu, mwanga wa Mungu ukamtokea, na Yesu akasema, mimi ni Yesu ambaye unanikasirisha. Na akamuuliza huyu Yesu ya kwamba nifanye nini? Yesu akamweleza kwamba aende mahali fulani na ataelekezwa kitu cha kufanya. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni mtu ambaye alifahamu amri na alifahamu sheria, na alikuwa kati ya watu ambao waliokuwa wanapambania matendo kuliko imani, kwamba watu lazima wafuate sheria, na wasipofuata wanatakiwa waadhibiwe, wapigwe, wateswe, wanyanyaswe. Kwa hiyo Paulo alikuwa na bidii sana kwa ajili ya sheria, kiasi kwamba alilitesa kanisa kwa sababu lilionekana kuwa tishio kwa mtindo wa maisha ya Kiyahudi katika kipindi kile. Sasa mada nyingine inasema mambo yaliyo muhimu, na hapa tunaangalia mitazamo miwili tofauti ambayo Paulo alikuwa nayo. Moja kabla hajaongoka, lakini baadaye alipoongoka. Mara ya kwanza au kabla hajaamini, aliamini ya kwamba uthamani wa mtu ambaye anapokelewa na Mungu unapimwa kwa dini ya Kiyahudi na sheria zake na taratibu zake zote, tofauti na kile ambacho Yesu alikifundisha, ambacho ndicho kilitakiwa kifuatwe kama Biblia inavyosema, au kama vile Yesu alivyoifundisha Biblia. Lakini baada ya kuongoka, viwango vyake vya huyu Paulo kumchukulia mtu ambaye anapokelewa na Mungu vilibadilika kabisa na kuwa viwango vya kimbingu kama Yesu alivyofundisha katika Biblia. Kuna mambo 4 ambayo huyu Paulo anaeleza kama mambo muhimu ambayo Yesu anafanya au Yesu anaweza kufanya katika maisha ya mtu ambaye anajitoa kumfuata yeye. Moja, kwanza anaweza kusema juu ya mambo ya mbinguni na kuwasilisha kwa usahihi vitu vinavyounda safari ya mbinguni.
ambayo imepigwa chapa ya sura ya Mungu katika maandishi yake. Lakini jambo la pili, Yesu anajua hatari inayowakabili wale aliokuja kuwainua kutoka katika upotovu, na kwa sababu anafahamu hivyo, yuko tayari kuwapokea, yuko tayari kuwaokoa, yuko tayari kuwaepusha na kile ambacho kinaitwa mauti. Lakini kitu kingine, Yesu anaonyesha hatari yao katika kupenda kwao sana vitu visivyo na manufaa na hatari. Wanadamu tumedumu kupenda vitu ambavyo ni hatari, lakini sisi tunaona si hatari, lakini Mungu anafahamu vizuri kabisa kwamba kila nyendo tunazozichukua, zile ambazo ni mbaya, zitakuwa ni hatarishi kwa ajili ya maisha yetu, na yuko tayari kutuongoza kupitia Roho wake Mtakatifu ili tuweze kufuata nyayo ambazo ni sahihi, au tuweze kufuata nyendo ambazo ni sahihi. Mara nyingi anapotuongoza katika nyendo hizo ambazo ni sahihi, huwa tunakuwa wabishi sana na kukataa kumfuata kile ambacho anahitaji tufuate. Leo yatupasa tubadilike na tuwe na moyo ambao ni mkunjufu na sio moyo uliofungwa. Jambo lingine la 4 ambalo anafanya, anatafuta kuondoa moyo katika mambo ya dunia kwenda katika mbinguni, ili siku zote tusipoteze wakati, talanta na fursa katika mambo ambayo ni ubatili kabisa. Hivyo ndivyo ambavyo Yesu anafanya katika maisha ya kila mmoja wetu. Anahitaji kumfanya atambue nafasi muhimu aliyonayo, talanta au karama muhimu ambayo amepewa kwa ajili ya kufanya kile ambacho ni kwa ajili ya umilele na sio katika uharibifu au hatari ambayo itampoteza milele kabisa. Paulo anaeleza ya kwamba haya mambo yote 4 yalifanyika katika maisha yake. Akiwa mashuhuri katika kuangamiza watakatifu, alibadilika na kuwa mashuhuri katika kumtangaza Yesu. Mada nyingine inasema imani ya Kristo. Imani ya Kristo. Wengi tunadhani kwamba kile ambacho kilifanyika pale ambapo mwanga ulimulika Paulo na Paulo kubadilika, kwamba lilikuwa ni jambo rahisi sana, lakini Paulo alikuwa ni mtu mtata ambaye alikuwa si rahisi kubadilishwa, na alikuwa na misimamo mikali katika kile ambacho anakiamini. Kwa hiyo haikuwa rahisi kabisa kubadilishwa, na kulikuwa na mabishano makubwa baina ya Yesu na Paulo pale ambapo alikuwa katika njia ya kuelekea Dameski. Lakini katika kubadilishwa kwake huyu Paulo, na katika mabishano yote hayo ambayo Paulo alikuwa nayo na Yesu, hatimaye Yesu alishinda na akamwongoa Paulo. Hivyo ndivyo ambavyo Yesu anafanya katika maisha ya mtu yoyote ambaye yuko tayari kubadilika na yuko tayari kufuata kile ambacho ni ukweli. Pale unapofungua moyo wako na kuwa tayari kumruhusu Yesu afanye kile ambacho ni chema katika maisha yako, anaingia na kuvunja misimamo mibaya na kukuwekea moyo wa nyama ili aweze kuanza maisha mapya na wewe. Hivyo ndivyo imani ya Kristo inavyotengenezwa katika maisha yetu. Kuna hatua kadhaa hapa ambazo Paulo anazieleza kama hatua za mpango wa wokovu au hatua za kukua katika Kristo. Anasema hatua ya kwanza kabisa ni hekima. Mungu anakupatia hekima mpya, anakupatia hekima ya kiroho. Lakini jambo la pili, anakuhesabia haki kwa imani, anakupatia haki, anakuhesabia haki. Lakini jambo la tatu, anakupatia utakaso, anakutakasa. Na baada ya kukutakasa, anakupatia ukombozi. Haya mambo matatu ni muhimu katika maisha ya mtu yeyote ambaye anahitaji kukua katika Kristo. Jambo la kwanza,
kupewa hekima. Lakini jambo la pili, kuhesabiwa haki kwa imani. Lakini jambo la tatu ni utakaso, na jambo la nne ni ukombozi. Wokovu ni kazi ya Kristo tangu mwanzo, na yuko tayari kwa ajili ya kutuokoa na kutupokea pale ambapo tutakubali yeye ayachukue maisha yetu na ayabadilishe maisha yetu yafanane na yeye alivyo. Kuna maneno hapa ambayo natamani niyaseme ya kwamba tukiwa katika Kristo naye akiwa ndani yetu, basi tutaishi kwa imani yake, naye kupitia imani hiyo ataiweka imani yetu iwe thabiti. Kwa nini usimpatie leo maisha yako aweze kuyaweka katika mikono salama kabisa, aweze kuyaweka katika uthabiti mkubwa na yasiteteleke tena? Jitoe leo kwake na yeye aweze kukuumba upya. Mada ya mwisho kabisa, au neno la mwisho ambalo nahitaji kulisema kwako ni kwamba kuna jambo moja kubwa ambalo hilo lazima kila mtu alifanye kama anahitaji kuingia mbinguni, na hilo ni kumjua Kristo. Neno la Mungu katika Biblia linasema mjue sana Mungu ili uweze kujua mapenzi yake, uweze kujua njia zake. Mtunga Zaburi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nipate kukujua wewe, na nitakapokujua wewe sitatenda dhambi. Kwa hiyo tutakapoamua kumjua Mungu, tutakapokubali Mungu ayapokee maisha yetu na afanye kitu katika maisha yetu, tutamfahamu yeye, tutajua mapenzi yake, tutajua kile ambacho yeye anakihitaji, na kwa hakika tutaepukana na kutenda dhambi. Kuna nukuu hapa ambayo naitamani niisome kutoka katika kitabu cha Christ's Object Lesson, ukurasa wa 415 na 416, ambacho kimeandikwa na Ellen G. White. Kimeandikwa, wale wanaosubiri kuja kwa bwana arusi wanapaswa kuwaambia watu, tazama Mungu wenu. Miale ya mwisho ya nuru ya rehema, ujumbe wa mwisho wa rehema unaopaswa kutolewa kwa ulimwengu ni ufunuo wa tabia yake ya upendo. Watoto wa Mungu wanapaswa kudhihirisha utukufu wake katika maisha na tabia yao wenyewe. Wanapaswa kufunua kile ambacho neema ya Mungu imewafanyia. Nuru ya jua la haki inapaswa kuangaza katika matendo mema, kwa maneno ya ukweli na matendo ya utakatifu. Hivyo ndivyo ambavyo itatupasa sisi kuwa. Yeye ambaye anahitaji kujenga tabia madhubuti na yenye ulinganifu na Mungu, ni lazima akubali kumpa Mungu nafasi, kumpa Kristo nafasi aingie katika maisha yake, na amkubali Kristo kama mzuri na ambaye anaweza kuyatengeneza maisha yake huyo mtu yakawa maisha mapya. Leo hii, kwa nini usimpatie Mungu maisha yako ili aweze kuyafanya upya? Na kusihi umpatie leo maisha yako ili aweze kuyafanya upya. Huu ndio mwisho wa somo letu katika juma hili, na ninaamini kama umeungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, kuna mambo mengi ambayo utakuwa umeyapata, ambayo ni muhimu kwa ajili ya maisha yako na makuzi yako ya kiroho katika kuelekea umilele. Bwana akubariki, na tunapofunga, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu. Tumejifunza mambo mengi ambayo yanatusihi kukukubali wewe, kukufungulia mlango katika maisha yetu ili uweze kutusaga, kutuponda ponda na kutufanya tuanze maisha mapya. Tunaamini utatuongoza na kuwa pamoja nasi tena mpaka tutakapokuja tena katika kujadili mwongozo wa kujifunza Biblia tena katika somo lingine. Tunaamini utakuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa haya masomo yanakubariki na kukutia nguvu, kumbuka kulike, comment na kusubscribe. Lakini usisahau kushare na watu wengine waweze kubarikiwa na baraka hii. Mungu akubariki sana mpaka wakati mwingine. Asante.